mnakumbushwa watumishi wote kuzingatia mwongozo wa uandishi wa nyaraka za serikali ili kutopoteza na kupunguza taswira na heshima ya serikali kwa umma. Lakini faida ya pili ikiwa ni pamoja na kuzitambua barua zilizoandaliwa na matapeli na kuingizwa katika mfumo wa mawasiliano ya utumishi wa umma. Tunalisisitiza kwa sababu sasa hivi kuna changamoto kubwa ya watu kufoji barua. Alafu zile barua zinaingizwa katika, unaweza ukahamishiwa Abdalla na benki kuu na ukafurahi. Lakini baadaye barua ile inaambia hii barua feki. Mtajuaje feki kama hamna zile criteria? Kwa hiyo ni wasihi kila mtumishi katika sisi cha kuondoka nacho katika vingi mtakavyokuwa nacho, tuhakikisha kwamba ile miongozo wa uandishi wa nyaraka za serikali tuwe nao. Na jumla tupo 32 33 kwa 34 ndio. Kwa hiyo wajumla wafanyakazi wote walihudhuria isipokuwa mmoja. Na kama alivyosema rasilimali watu ni kwamba mada ndio hizo ambazo ni muhimu mnavyofahamu na zimewasilishwa na watu weledi na watu wote wamezisikia na wamezielewa, na hatimaye leo tumeweza kutia saini viapo kutunza siri za serikali. Vile vile tumefundishwa umuhimu wa kutumia miongozo au mwongozo wa kuandaa taarifa mbalimbali za serikali kwa lengo la kuwezesha kuwa na utaratibu ambao unafanana au utaratibu ambao ni unafanana katika pale ambako tunakuwa tunaandaa taarifa mbalimbali za serikali. Pia tumefundishwa namna au muhimu wa kushirikiana na taasisi zingine za serikali katika kutekeleza majukumu yetu na jinsi ambavyo majukumu ya Bodi ya Mfuko wa Barabara yalivyo muhimu katika kuhakikisha serikali inafanikisha malengo yake ya kuwaletea wananchi maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tunaahidi kufanya kazi kwa bidii, kwa uweledi na kwa maarifa ili tuweze kuwa msaada katika serikali yetu na kwa Bodi ya Mfuko wa Barabara kwa ujumla. Pia tunaomba kwamba mafunzo haya yawe endelevu ili kusudi tuendelee kujifunza zaidi na zaidi ili tuendelee kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wetu wa kila siku.